naweka kwenye mizania kwa maana the economic diplomatic, alafu uende kwenye international relationship, mahusiano ya kimataifa, sera za kimataifa, ni fainali mbovu sana. Fainali mbovu sana kwa kutokea. Lakini kwanza nimeelewesha vitu ambavyo sio vya msingi. Ukirudi kwenye mechi ni some of games, baadhi ya mechi chache sana ambazo zilikuwa na ushindani, chache sana ambazo naweza nikasema hata robo ya mechi zote haziwezi kufika. Tumeshuhudia mechi 104 kwenye mataifa 48, mechi ambazo zilikuwa ni nyingi sana kwenye kombe la dunia, lakini mechi bora zaidi zenye ushindani kwangu mimi sidhani kama hata zinafika mechi 12, kwa sababu mechi nyingi sana ushindani ulikuwa uwezi kuona. Ukihusisha sasa kwenye mazingira ambayo nayazungumza hapa, unakuja unaichukua kauli imetoka kuzungumza sasa hivi tunayavie Tebas, unamzungumzia president wa La Liga, ametoa compliments nyingi sana na kufika sehemu na kumwona Rais Infantino kwa namna alivyosimamisha mashindano haya na namna ambavyo bado anapigilia ile sera ya kuendelea kupanua mashindano ya kombe la dunia kutoka kwenye timu 48 kwenda kwenye timu 64 mwaka 2030, kwa sababu yeye ameangalia kigezo kimoja tu cha kwamba mapato yameongezeka zaidi kwenye kombe la dunia msimu huu pale nchini Marekani, kwa sababu zaidi ya watazamaji milioni 7, zaidi ya watazamaji milioni 7 wametazama. Unaweza ukaona ni kama ni mara mbili ya waliotazama kombe la dunia lililoandaliwa pale Marekani mwaka 1994. Maana yake hiyo sio credit peke yake, lakini ukirudi ujaribu kutazama mazingira ambayo nimeyazungumza ya nje yanakupa wakati mgumu sana. Mfano, Marekani walikuwa biasness kwenye kutoa visa, kwamba yako mataifa ambayo waliyapima wakiona taifa fulani kwenye renki ya uchumi, kwa sababu wao ndio wanasimamia karibu kila kitu, IMF iko kule, wakiona taifa lenu ni dogo kwenye level ya watu kuweza kuhimili kiuchumi, walikuwa wanatoa restriction ya raia wake kwenda Marekani. Lakini mataifa yaliyoko barani Ulaya ambao kwenye swala la finance yako vizuri, mara kadhaa unaona kabisa kwamba walipewa free nyingi za kwenda, ambao ndio tumekwenda kuwaona mpaka tiketi za mwisho tunaziona kwenye affordable price milioni 18 16 waliweza kuzitoa. Sasa kwenye mazingira hayo ya rais wa nchi anafika sehemu anapiga simu, kadi nyekundu inakwenda kufutwa na rais ana accept, kamati kuu ina accept, ni vitu ambavyo vimechafua mazingira mazima ya namna kombe la dunia lilivyokwenda. Urudi na mechi mbili zingine ambazo zilitengeneza ubovu, mechi ambazo huenda zingefanya mashindano ya kumbuke zaidi kuwa bora. Ilikuwa ni mechi ya Ufaransa dhidi ya Spain. Ufaransa wakawa wabovu kweli kweli, wakafungwa. Achana sasa na Ufaransa kwa wabovu, wamekuja Argentina wenyewe ndio kabisa wamekuwa wabovu ndani ya kiwanja, wamefungwa na Messi upo, bado wamekuja mpaka kufanya fujo zingine za nje, ambao leo FIFA wametoka sasa wanasema wanakwenda kufanya physical investigation, wanakwenda kufanya uchambuzi yakinifu wa matukio ambayo waliyafanya wachezaji wa Argentina, kama wanaweza akatoa punishment waweze kutoa. Kwangu mimi ukiangalia mambo mengine ya nje na baadhi ya mechi chache ambazo zimechezwa, kombe la dunia hili limekosa mvuto. Limekosa mvuto kwa sababu kuna vitu vingi sana vimeenda tofauti. Jambo moja tu waliofanikiwa ni kuongeza mapato ya kombe la dunia, kwa sababu walichagua nchi chache ambao zina uchumi mkubwa, wananchi wakawa free kwenda kule. Of course pesa wamepata, huko ndiko wamefanikiwa. Lakini kwa maana ya mechi, wewe tulikuwa tunaziona. Wale Spain ni kama walikuwa wanacheza Euro. Okay. Wewe unacheza finali ya kombe la dunia, watu nani yule nani rais wa Europa alikataa kuhudhuria finali za kombe la dunia mara baada ya kuona ile red card imefutwa. Kwa nini imefutwa? Watu wanapokea simu. Wanapokea simu ya rais ambaye yeye ni wa mamlaka. Sasa kwa sababu mpira ni independent. So ndio maana tumezungumza hivyo, kwa maana kwamba kuna baadhi ya vitu vimepunguza credibility. Lakini kwa sababu alizungumza rais, anasema moja ya kitu alichofanikiwa kwenye kombe la dunia msimu huu kwamba mpira, Infantino alisema ndio kiunganishi pekee kilichobaki duniani kinachounganisha watu na kuleta amani. Hilo wamefanikiwa.